Shalom shalom, na wasalimu kupitia jina la Bwana yetu Yesu Kristo. Karibu tena kwenye makala yetu hii fupi na nzuri ambayo inatupeleka katika kuangalia vijana wa sasa na vijana wa zamani, namna gani walikuwa wanafanya, namna gani walikuwa wanatenda katika ibada zao, nidhamu yao ilikuweje, utendaji wao katika ibada, mambo yao yalikuweje. Lakini yote haya tunafanya tukiwa tunahitimisha kilele cha siku ya CAC kitaifa ambayo tunaifanya siku ya leo tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 2025. Karibu. Makala yetu inaanza na kuona mama wawili wakiwa wanaelekea shambani, na hapo tunaona wamekwisha kufika shambani. Kabla ya kuanza kazi zao, basi wamemweka Mungu mbele, wanaanza kufungua kwa maombi Mungu awatangulie katika safari yao ya kuandaa shamba. Basi wakati wanaendelea kuandaa shamba, wakiwa wanapiga stori moja na mbili, wakishirikishana neno la Mungu, wakiendelea kutiana moyo kwa yale ambayo wanayapitia, kwa yale ambayo yanaendelea katika maisha yao. Baada ya muda fupi, wanaona baada ya kuwa na simu, kuangalia simu, anaona muda umewaacha. Basi wanaona wamechelewa na hakuna cha kufanya, ni kuchukua vifaa vyao hapo hapo na kuanza safari ya kuelekea kanisani. Na safari hii wanaanza bila kupitia majumbani kwao, maana kama zamani tunavyojua mashamba yalikuwa ni mbali sana na majumbani mwa watu. Kwa walichukua hatua ya kuchukua vifaa vyao na kwenda moja kwa moja. Hapa tunamuona mama mwingine mpendwa, naye akiwa ametoka kwenye kazi zake za kila siku. Nadhani mama alikuwa ni mwalimu, ametoka kufundisha, lakini naye ameamua, bahati nzuri akambeba Biblia yake, akakutana na mama hao waliotoka shambani. Basi wanaamua kuelekea ibadani, wakaendelea kutiana moyo, wakaendelea kupanda milima. Enzi hizo kulikuwa hakuna bajaji, hakuna Uber, hakuna request wala nini. Usafiri pekee ulikuwa unaaminika ni usafiri wa njia ya miguu. Baada ya kutembea mbali humo muda mrefu, basi hatimaye wakwenda kufika katika eneo la ibada. Basi ibada hiyo wanafika, lakini wakiwa wamechafuka sana na vumbi. Basi huko kulikuwa hakuna vitambaa, hakuna nini. Basi wanatumia tu majani ya miti kuondoa vumbi kidogo, kuonekana vizuri na moja kwa moja na kuingia katika ndani ya ibada. Hapa tunamuona mzee mmoja akiwa amekaa anatafakari neno la Mungu, akiwa anaendelea kupitia kitabu. Naamini inawezekana hichi ni kitabu cha Zaburi. Alikuwa anaendelea kumsoma Zaburi Daudi, namna gani ambavyo alikuwa anaendelea kumshukuru Mungu na kumsifu kwa mashairi mazuri ambayo alikuwa ameandika kwenye kitabu hichi. Heshima za mbele zako Amen. Wala asifiwe sana. Naendeleaje mtumishi wa Mungu? Ndio, habari za familia, nyumbani, mama, tuko vizuri kabisa. Mungu ni mwema. Mungu akubariki sana. Mungu ametenda. Karibu rafiki yangu. Tuna ibada. Ibada. Hivi leo ni Jumatano. Wacha tuaje. Funga mlango sana. Amen. Tumisha mlango hapo. Baada ya kufunga, basi wanachukua hatua ya kwenda kumwabudu Mungu. Ilikuwa ni safari ndefu ya karibia kilomita 10, wakipita vichochoro mbalimbali. Lakini wakati wakiwa wanaendelea kutembea, walikuwa wanaendelea kumshirikisha Mungu neno, wakiendelea kujadili, wakiendelea na kutia moyo. Endelea kumheshimu
walikuwa wanaendelea kupanda mlima, lakini walikuwa wakionyesha wameanza kuchoka sana na kujifuta jasho. Hakuna leso, hakuna kitambaa, hakuna kitu chochote. Zaidi ya nyenzo walionayo ni mikono tu. Hatimaye wamekwenda kufika katika ibada, na kumbe yule mzee alikuwa ni mtumishi. Hana haja kupukuta viatu, anaje kugunda tu na kuingia ndani ya ibada. Basi ibada imekwisha kuanza. Mchungaji amesimama wakiwa na mpiga wao ngoma mzuri ambao wakitumia ndoo ya kuchotea maji ya kawaida. Lakini pia hata ukiangalia energy yao, namna wanavyomtukuza Mungu, inawezekana waendani na kila mtu anaimba kwa kii yake, lakini bado kwa sababu ilikuwa inatoka ndani yao, ilikuwa ni rahisi sana kwa network kukamata. Haya ndio alikuwa maisha ya watu wa zamani, vijana wa zamani. Wanaendelea kumtukuza Mungu pamoja na madhaifu yao katika ustadi wa kuimba, lakini bado Mungu anaendelea kujidhihirisha kwa sababu ilikuwa inatoka ndani kabisa ya mioyo yao. Wakimuona namna gani walivyo ni wabahati kushiriki katika ibada. Hao ndio vijana wa sasa wakiendelea kumsifu Mungu, wakicheza kwa mazingira tu ya kawaida. Tunaona mazingira ya sasa kulikuwa kuna vyombo vizuri, madhabahu iko vizuri, stage iko vizuri, sound iko vizuri, watu wanaimba kwa ustadi, na vijana wanaenjoy kabisa kuwepo uweponi wa Mungu, wakimchezea Mungu kwa staili mbalimbali, kwa kila mtu anavyoona ukuu wa Mungu ulivyo ndani yake. Wanarusha, wanakuletea Bwana Yawe, 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 Yawe. Sema Baba yetu, Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, Tunaona
vijana hawa bila aibu, bila chochote, kila mtu akicheza kwa staili yake, akifurahia, akimtukuza Mungu bila kuangalia nani anamwoneje, nani anahisi nini kuhusu yeye, lakini walichokuwa nakijua ni kumtukuza Mungu. Na kijana unamuona akiendelea kutikisa kichwa. Na hakika kabisa kweli kama hujazoea mambo, baada ya hapo unaenda kuchukua panado kwa ajili ya kutuliza maumivu ya kichwa. Hakika ni furaha sana kwa kizazi cha sasa, wakimchezea Mungu, wakimtukuza Mungu. Na hakika kikweli vijana wanafurahia. Lakini baada ya hapo ni kipindi cha mahubiri. Tunaona vijana wa sasa, kijana anamuonesha kitu gani kinaendelea TikTok. Lakini yote haya yanafanyika, neno la Mungu liko linahubiriwa madhabahuni. Lakini tunamuona pia kijana mwingine pale nyuma akiendelea kujirekebisha, akiendelea kuchana nywele. Ni kama vile yuko kwenye dressing table lakini yuko ibadani. Mwingine baada ya kutumia energy kubwa sana katika kucheza, macho yanakosa ushirikiano na mwili wake. Anaanza kusinzia pole pole. Ni kama mhubiri anambembeleza yeye alale. Lakini tunamuona kijana mwingine, yeye alikuwa ameweka mkeka wake. Anajaribu kuangalia mkeka wake sasa umetiki au vipi. Lakini yote haya yanafanyika alikiwa ndani ya ibada na mhubiri akiwa anaendelea kuhubiri. Na wewe leo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba Mungu tumeona namna gani ambavyo vijana wa zamani walivyokuepo, namna gani wakifanya ibada, mavazi yao walivyokuwa, namna wanavyoendesha ibada, namna ambavyo walikuwa wakimtukuza Mungu. Nadhani kuna vitu bora ambavyo tumeviona kwao, kuna vitu ambavyo vilikuwa vina changamoto kwao. Nadhani kuna mazingira pia ambayo yalikuwa yanachangia inawezekana kizazi cha sasa kutokuwepo sana katika ibada za zamani. Lakini sasa mazingira yameboreshwa, mazingira yako vizuri. Ibada zina ustadi, ibada ziko vizuri. Vijana tuna kila namna ya kuendelea kumtukuza Mungu na kuendelea kuwepo ibadani. Lakini kuna kitu kimoja ambacho tumekisahau kama vijana. Nidhamu yetu imeendelea kushuka. Mungu wetu wa jana na leo hata milele habadiliki. Mungu wa zamani na Mungu wa sasa ni yule yule. Nidhamu yetu imeshuka kwa kiasi kikubwa. Mungu atujalie tuendelee kusimama, tuendelee kukaa vizuri, tuendelee kuboresha nidhamu yetu na tukaendelea kuiboresha ibada zetu. Lakini katika hayo pia wale ambao watakuwa wamekosea, wakubwa zetu watusaidie kuturejezea vijana wetu hao wazuri katika mstari, waendelee kumtukuza Mungu na kumshangilia Mungu. Jina lako litukuzwe, yeah Baba.